Huo leo Mheshimiwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, huyo ndiye Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, na hivi sasa nakula kiapo cha uaminifu. Mimi Idrisa Kitwana Mustafa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, tayari Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa ameshakula kiapo cha uaminifu mbele ya chombo cha kutunga sheria cha Baraza la Wawakilishi Zanzibar, na baadaye atakabidhiwa basi koba ambao utakuwa na katiba ya Zanzibar pamoja na sheria na kanuni ndogo ndogo zitakazo muongoza kama ni katika utendaji wa majukumu yake kama ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Na tayari Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa ameshakula kiapo, na hivi sasa anaifuatia ya kula kiapo cha uaminifu. Bado Mheshimiwa Idrisa anapongezwa hapa baada ya kula kiapo. Alikuwa katibu mkuu katika Wizara ya Fedha na Mipango. Alikufikia jana alipoteuliwa, alikuwa akishikilia nafasi hiyo. Mimi Juma Malik Yakil naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji, tayari umeshashuhudia Dr. Juma Malik Yakili naye ameshakula kiapo cha uaminifu mbele ya chombo hichi cha kutunga sheria Zanzibar. Mheshimiwa Masud Ali Muhammad, mtendaji wake alikuwa ni mtendaji mahiri wakati akihudumia Wizara ya Fedha na Mipango kama ni kichwa ama ni katibu mkuu wa wizara hii ya Fedha na Mipango, pia katika nyadhifa ambazo ama majukumu yake yaliyopita katika awamu. mimi Masud Ali Muhammad naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Yusuf. Mtazamaji na msikilizaji, tayari Mheshimiwa Masud Ali Muhammad ameshakula kiapo cha uaminifu, na Mheshimiwa Masud Ali Muhammad aliwahi kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ katika kipindi cha awamu ya 7 awamu ya 8 kipindi cha kwanza kilichopita. Pia aliwahi kuwa mwakilishi wa wananchi katika jimbo la Wawe katika awamu iliyopita. Tayari Mheshimiwa Masudi naye anakabidhiwa katiba
ya Zanzibar ndani ya mkoba huo, ikiwa itamuongoza katika majukumu yake ya utendaji kama ni mjumbe wa baraza la wawakilishi. Wa Nadir Abdulatif Yusuf Alwardi ambaye aliwahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Basi kwanza na tumsikilize naye, tumwangalie hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Nadir Abdulatif Yusuf naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji, huyu alikuwa ni Mheshimiwa Nadir Abdulatif Yusuf Alwardi. Aliwahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, baadaye akawa naibu waziri katika Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Pia aliwahi kuwa mwakilishi wa jimbo la Chani. Kama utakumbuka, nawe ni shuhuda mtazamaji na msikilizaji, pia alikuwa ni meneja wa kampeni katika Chama cha Mapinduzi katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita. Huyo ndiye Mheshimiwa Nadir Abdulatif Yusuf Alwardi. Mimi Saada Mkuya Salum naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Na mtazamaji na msikilizaji wa Shirika la Utangazaji Zanzibar, tayari Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum ameshakula kiapo. Dr. Saada Mkuya Salum aliwahi kuwa waziri wa fedha na mipango. Pia aliwahi kuhudumu nafasi hiyo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliwahi kuwa waziri wa fedha katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Na baada ya Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum kula kiapo cha uaminifu, mimi Sharif Ali Sharif naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. mtazamaji na msikilizaji, huyo alikuwa ni Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Sharif Ali Sharif aliwahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala wa uwezeshaji katika mamlaka ya vitega uchumi Zanzibar. Baadaye akateuliwa kuwa waziri wa kazi, na hadi kufikia kuteuliwa jana pia alikuwa akishikilia nafasi hiyo, na hivi sasa tayari ameteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Alihudumu katika Wizara ya Kazi, na hivi sasa ni Mheshimiwa Taufik Salim Turki, naye atakuwa ni wa mwisho katika orodha inayoonyesha katika ratiba ya leo kula kiapo kama ni mjumbe wa baraza la wawakilishi. Mimi Taufik Salim Turki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi,
nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mtazamaji, huyo ndiye Mheshimiwa Taufik Salim Turki, naye tayari ameshakula kiapo cha uaminifu. Na Mheshimiwa Salim Turki aliwahi kuwa mbunge katika jimbo la Mpendai katika serikali ya awamu ya 8 kipindi cha kilichopita, kipindi cha kwanza kilichopita, na hivi sasa ameteuliwa kuwa mjumbe na tayari ameshakula kiapo cha uaminifu.